Unajua kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya msanii anayeonekana kwenye TV na msanii anayeonekana live. Leo nataka nikupe siri kubwa iliyojificha nyuma ya, na utabaki unashtuka na utabaki unashangaa. Ndio maana leo nikaamua kuja kwako kwa habari hizi usichakate, lakini pia nikutoa ushauri wa wasanii wote kwa ujumla, wao ambao wastani au sio wastani. Lakini kwa nini mimi nazungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu nimefanya research, experience baadhi ya vitu kwa wasanii wenzangu na kwa marafiki zangu pia. Nimeona leo nataka nikupe somo lililo bora, somo lililo zuri ambalo na wako halitakuchosha na hautachoka, hiyo utatamani kujua kilichoko ndani. Sipo hapa kwa ajili ya kuwapenda wasanii na sipo hapa kwa ajili ya kuwapenda wasanii, hapana, ila ni kujaribu nyesha ni namna gani ambavyo tunatamani kuishi katika maisha ya halisi. Unajua msanii akiwa nje ya TV tutamchukulia kama msanii aliyoko nje ya TV, na tutajua sisi watazamaji kwamba ni msanii anayeishi hayo maisha, lakini nyuma yake ni kweli kwamba hawezi kuyaishi maisha haya anayoyaishi kwa sasa. Kwa nini anashindwa kuyaishi maisha hayo? Kwa sababu tayari yeye kashajitenga na jamii, yani yeye kashajiwekea level yake. Mimi ni level fulani, lakini wakati huo bado hajafika kwenye hiyo level. Sasa hao ninazungumzia ni wale ambao ni wasanii ambao tayari wako kwenye level. Kuna wasanii ambao hawajafika katika level hiyo, hawezi kujikimu katika maisha ya kwake na hawezi kujikimu kuweza kumaintain ile hali ambayo wanakuwa wanaonekana kwenye TV, kuweza kumaintain katika hali ya kawaida au kumaintain kutoka nje ya TV kwenda ndani ya TV. Kuna vitu vingi tu ambavyo watu wengi hatuvifahamu nyuma ya pazia, lakini leo tutaenda kuvifahamu. Wasanii, mimi napenda kutoa ushauri na napenda kuwasihi sana wasanii ambao hususan ni wasanii ambao ni changa, ambao wanakuja. Tunapenda sana kuiga wasanii ambao tayari wameshaimprove, ni kutoka level kwenda level nyingine. Kuna wasanii ambao ni beginner. Leo hii tunajikuta tunaicheza sana AI, na AI imekuja. Wengi wanaitumia AI kwa kupanua katika mitandao ya kijamii, au unakuta mtu anaambia AI imtengeneze yuko South Africa, imtengeneze yuko Marekani, lakini unakuta kumbe huyo mtu hajafika katika maisha hayo, hajafika Marekani. Umeona, anaposti. Nina kisa kimoja ambacho mimi nataka nikuelezee leo, ambacho hicho kisa kitabeba taswira nzima ya wewe ambaye unatumia AI, wewe msanii na wewe mtu wa kawaida ambaye unatumia AI. Mimi niliwahi kuwa na rafiki yangu. Huyu rafiki yangu alikuwa anapenda sana kutumia AI. Sasa kwa nini nimeleta hiki kisa? Ili ujifunze. Huyu alikuwa anapenda sana kutumia AI. Anapenda kutumia katika design gani? Hasa kwenye upande wa post, kwenye upande wa picha. Yeye alikuwa akiambia AI imtengenezee kwamba yupo kwenye kikao au yupo kwenye semina ya wazungu, kwamba yeye anawatreat wazungu. Yaani sasa ile AI inamtengeneza kwa ile AI, ukiambia chochote inafanya. Kwa hiyo bwana akawa ana uwezo wa kutengeneza picha tofauti, mara labda yupo amepiga picha na Yeite, amepiga picha na wasanii wakubwa, amepiga picha na gari la zamani, yupo kwenye nyumba yenye zamani, lakini alikuwa anaposti mara kwa mara. Mimi siku moja nikamwambia, hiki kitu unachokitengeneza leo hii, hiki kitu ambacho unakitengeneza kitakuja kuwa kibaya sana kwenye maisha yako, kwa sababu unajiweka kwenye level ambazo bado hujazifikia. Imagine mtu anapiga picha kwenye V8 wakati hata level ya V8 yenyewe hajafikia. Wasanii wengi tumeona kufanya hivyo. Kuna mtu anapiga picha yupo kwenye mandhari mazuri, kwenye nyumba nzuri ya kifahari, lakini hao maisha hayajafikia. Tunawaona wasanii wetu ambao leo tunawakubali na tuna appreciate sana na wanafanya hivyo vitu, lakini ni vitu ambavyo vinawatesa sana. Kwa hiyo huyu bwana, mimi ni rafiki yangu, nikamshauri, bwana, hiki kitu unachokifanya si sawa. Hiki kitu unakifanya na rotate sehemu mbili, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa wale ambao kidogo wame advance kwenye upande wa Biblia au kwenye upande wa dini, watakuwa wananielewa kitu gani ninachozungumzia katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuwa unafanya katika ulimwengu wa roho, vile vitu vinakuwa. Umeona? Shetani anachukua unachokiposti, anakitunza kwa kama sehemu ya, anaenda anaua seli zako katika ulimwengu wa roho, ambapo wewe hujui. Yani yeye anaua taratibu,
Sasa ile level unapokuja kuifikia sasa, hali uweze kuifikia kwanza, utastruggle kuja kufikia ile level kwa sababu hali huko mwanzo ilishakufa. Na imekufa kwa sababu wewe umekuwa ukijipresent kwenye hiyo level na wakati bado hujafika. Kwa hiyo sasa mimi nikawa namueleza kwamba hiki kitu sio kizuri kwako, hiki kitu hakiko sawa. Leo hii mtazamaji, unaweza kuwa una post vitu unaona Faisa wewe unaona unatengeneza uko sawa, ni kweli uko sawa, lakini usitengeneze kitu ambacho hujakifikia level yako. Yaani usifanye kitu ambacho bado hujakifikia level. Umeona? Sasa kama una post picha kwa Marekani na wakati hata Marekani penyewe hujawahi kufika, una post picha huko South Africa na wakati South Africa hujawahi kufika, una post picha unaiambia yeye kutengeneza huko kwenye Benzi, huko kwenye gari ya kifahari, huko kwenye nyumba ya kifahari, lakini maisha yako wewe binafsi ya harisi unaishi maisha ya Uswahilini. Wewe ni mtu Uswahilini, nguo unazozivaa ni nguo za Uswahilini, lakini bado unataka kujiweka kwenye level ambayo kubwa hujaifikia. Katika ulimwengu wa roho, wewe unajiua taratibu pasipo kufahamu. Leo mimi nakusania, acha hizo habari. Ndio wasanii wetu wanaoyaishi. Wasanii wetu wanayaishi haya, lakini kiukweli yanawatesa. Inafika mahali wasanii wanakuwa ni choka hai, yani wengine wanakufa premature, hawana chochote. Unasema kwa wasanii wakubwa, sio Tanzania tu, hata kwenye nchi nyingine watu wako hivyo, wanakufa yani hamna chochote, ni maarufu lakini hawana hela. Ni kwa sababu gani wanakufa? Ni hawana hela. Kwa sababu wao wamekimbilia nataka kufika kwenye umaarufu na wakati bado hiyo level ya umaarufu hawajafikia. Kwa mwisho wa siku tunakuja kutengeneza kizazi cha kishenzi. Kwa nini tunatengeneza kizazi cha kishenzi? Tunatengeneza kizazi cha kishenzi kwa design kama hiyo. Umeona? Kwa hiyo mimi nikawa namshauri kwamba bwana, usifanye hiki kitu, sio kizuri. Mwisho wa siku hajakaa sawa, akaanza kuomba hela. Hajakaa sawa, marafiki zake wanaanza kumwataka sababu anajua kwamba jamaa ana hela, kumbe hana hela. Sasa ikafikia mahali akatamani kuyaishi yale maisha. Ikafika mahali hawezi kufanya tena kazi kwa sababu tayari jamii imeshamuona kwamba yeye ni mtu mwenye pesa. Kwa hiyo inafika mahali unaanza kuwa mtumwa wa maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Yaani unakuwa mtumwa wa maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Mimi leo niko hapa kukwambia usiwe mtumwa tena wa maisha yako binafsi. Kuwa mtumwa wa ndoto zako. Kuwa mtumwa wa ndoto zako. Kuna wasanii, kwa nini nawazungumzia wasanii? Wasanii wanapenda sana kuishi kwenye haya maisha ya kufeki. Sisi maisha ya kufeki. Mimi mwenyewe ni msanii. Mimi mwenyewe naigiza. Mimi mwenyewe ninafundisha sanaa. Umenielewa? Naumia kuona msanii anapoteza energy yake sana kuinvest kwenye kitu ambacho bado hajakifikia. Yaani unatamani kuishi maisha ambayo sio. Leo hii unaweza kuwa ni msanii, hujafika level zile, lakini huwezi kufanya kazi za kijamii. Huwezi kuishi kwenye maisha ya kijamii. Kwa sababu gani? Tayari wewe umeshajitangaza sehemu. Lakini jamii inakuchukulia hivyo, huwezi kufanya kazi za kijamii, huwezi. Umeona? Kwa sababu ya kutaka kulinda brand. Kwa sababu ya kutaka kufika level ambayo wewe hujaifikia. Umeona? Kwa mimi nakushauri wewe ambao unatazama saa hii, ambao unaniona saa hii, usitamani kufika level ambayo bado hujafikia. Mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa nini ulianza kama mchicha? Ulianzia chini. Kwa na wewe uanze chini, alafu ndio utafika wapi? Utafika huko juu. Umeona? Utafika juu na unataka wewe kufika. Sio unaanza kuruka, unaanza kufanya hivyo, unaanza kufanya vile, hapana. Leo nakwambia, njoo kwenye channel yangu, utajifunza vitu vingi na utaona vitu vingi, na mimi ninakuahidi nitakuletea vitu vizuri vya kila ninapoitwa leo. Tutawaita wasanii watazungumza. Yaani ninawaahidi nitatengeneza vitu vizuri ambavyo leo hii vitakuwa ni surprise kwenu pia. Utajua kwa nini wasanii wanapenda kuishi maisha ya bosi ya kwao. Tutaona wasanii wanaoishi maisha yao. Mimi kama mimi msanii naishi maisha yangu. Of course siwezi kukwambia naishi maisha yangu. Nikuta mimi naendesha pikipiki, huwezi kuamini kama mimi msanii. Lakini tukisimama kwenye sekta ya usanii, tutafanya usanii wangu. Nitaigiza. Nitakupa kila ambacho wewe unakitaka. Ukisema nisimame kukufundisha, nitakufundisha mpaka nahakikisha unafika ambapo unahitaji kufika. Na ndio maana nilitengeneza tangazo la kukaribisha wasanii. Kwa naongea kitu ambacho nakijua, naongea kitu ambacho na experience nacho.